Asubuhi ya mapema, kabla hata jua halijachomoza kikamilifu, Juma alikuwa tayari ameshika fagio lake, akitembea kimya kimya ndani ya jengo kubwa la kampuni aliyofanyia kazi. Sakafu zilikuwa baridi, ukumbi ulikuwa mtupu, na sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni hatua zake taratibu pamoja na sauti ya fagio likigusa sakafu. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kila siku yake, kazi ngumu, kimya, na bila mtu yeyote kutambua juhudi zake. Juma alikuwa msafishaji maskini aliyeishi maisha ya kawaida sana katika chumba kidogo cha kupanga. Mara nyingi alilala njaa au kula chakula kidogo ili tu aweze kuokoa pesa za matumizi ya siku zijazo. Licha ya hali hiyo, hakuwahi kulalamika. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu, akifika kazini mapema na kufanya kazi yake kwa uangalifu mkubwa, kana kwamba anafanya kazi ya hadhi kubwa sana. Wafanyakazi wengine walipofika ofisini, walimkuta Juma tayari amesafisha kila kona. Lakini badala ya kumshukuru, wengi walimpita bila hata kumtazama. Wengine walimcheka kwa chini chini, wakimwona kama mtu asiye na thamani yoyote katika kampuni ile. Maneno ya dharau yalikuwa jambo la kawaida masikioni mwake, lakini Juma alichagua kukaa kimya. Kila alipodhalilishwa, alitabasamu kidogo na kuendelea na kazi yake. Hakujibu kwa hasira, wala hakuwahi kubishana na yoyote. Moyoni mwake, aliamini kuwa kila kazi ni muhimu na kila mtu ana nafasi yake duniani. Hakuna aliyekuwa anajua kuwa nyuma ya unyenyekevu wake kulikuwa na siri kubwa sana iliyokuwa ikisubiri kufichuka. Siri ambayo ingebadilisha kila kitu siku moja. Siku chache baadaye, hali ya kampuni ilianza kubadilika ghafla. Asubuhi moja, magari ya kifahari yalionekana yakisimama nje ya jengo lile, na wafanyakazi wakaanza kunong'ona kwa tahadhari. Habari zilikuwa zimesambaa haraka. Meneja mpya alikuwa amewasili. Jina lake lilikuwa Richard, mtu aliyesifika kwa ukali, nidhamu kali kupita kiasi, na tabia ya kutowavumilia kabisa wafanyakazi aliowaona dhaifu. Alipoingia ndani ya ofisi kwa mara ya kwanza, ukimya mzito ulitanda. Hatua zake zilikuwa nzito na zenye mamlaka, macho yake yakizunguka kila kona kana kwamba anatafuta kosa. Hakutabasamu wala hakutoa salamu ya kirafiki. Badala yake, alitoa maagizo kwa sauti kali, akisisitiza kuwa kila kitu lazima kifanyike kwa ukamilifu bila makosa yoyote. Wafanyakazi wengi walihisi hofu mara moja. Lakini Juma, kama kawaida yake, aliendelea na kazi yake kimya kimya, akifagia sehemu ya mapokezi bila kuonyesha wasiwasi wowote. Hata hivyo, macho ya Richard yalipomwangukia, alisimama kidogo na kumtazama kwa dharau iliyojaa kejeli. "Ndiyo huyu?" aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, akimaanisha Juma. Kuanzia siku hiyo, Richard alianza kumchukulia Juma kama mfano wa mtu asiye na maana. Kila alipopita karibu naye, alionyesha wazi kutomjali, wakati mwingine akitoa maneno ya dharau yaliyomdhalilisha mbele ya wengine. Alimwona Juma kama mtu wa chini kabisa, asiye na mchango wowote katika mafanikio ya kampuni. Lakini licha ya maneno hayo makali na mitazamo ya kiburi, Juma hakubadilika. Aliendelea kufanya kazi yake kwa bidii kimya kimya, kana kwamba hakuna kilichokuwa kinatokea. Hakujua kuwa macho yote yalikuwa yanaanza kumtazama, na hadithi yake ilikuwa karibu kuanza kuchukua mwelekeo ambao hakuna mtu aliyekuwa anautarajia. Siku hiyo ilianza kama kawaida, lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya hali kubadilika. Wafanyakazi wote walikuwa wamekusanyika kwenye ukumbi mkubwa kwa ajili ya mkutano wa asubuhi. Kila mmoja alikuwa makini, akingoja maagizo kutoka kwa meneja mpya, Richard, ambaye tayari alikuwa ameweka hofu mioyoni mwa wengi. Juma naye alikuwepo pembeni ya ukumbi, akiwa ameshika vifaa vya kazi. Alikuwa amemaliza kusafisha eneo hilo mapema kama kawaida, na sasa alikuwa akihakikisha kila kitu kiko safi. Hakutarajia chochote tofauti siku hiyo. Ghafla, macho ya Richard yalielekea moja kwa moja kwa Juma. Alikunja uso kana kwamba ameona kitu kisichompendeza. Alitembea hatua chache mbele, akasimama katikati ya wafanyakazi wote, kisha akanyosha mkono wake kuelekea upande ambao Juma alikuwa amesimama. "Wewe," alisema kwa sauti kali iliyokatiza ukimya mzima wa ukumbi. Juma alishtuka kidogo, lakini alisogea mbele kwa heshima. "Ndiyo bwana," alijibu kwa sauti ya unyenyekevu. Richard hakusubiri hata sekunde. Alianza kumkosoa kwa sauti ya juu, akidai kuwa sehemu moja ya sakafu ilikuwa bado na doa dogo ambalo hata halikuonekana kwa urahisi. Alizidisha jambo hilo kana kwamba ni kosa kubwa sana, akimshambulia kwa maneno makali yaliyojaa dharau. "Hii ndiyo kazi yako? Hata kitu kidogo kama hiki ushindwi kufanya vizuri?" alifoka. Ukumbi mzima ulitulia kwa muda, kisha baadhi ya wafanyakazi wakaanza kucheka kwa chini chini. Wengine walitazamana kwa mshangao, lakini hakuna aliyethubutu kusema chochote. Aibu ilitanda hewani. Juma alisimama kimya, macho yake yakitazama chini. Hakujitetea wala hakujibu kwa hasira. Alikubali maneno yote bila kubishana, kisha akasema kwa utulivu, "Samahani, nitarekebisha."
Maneno yake yalikuwa mafupi, lakini yamejaa heshima. Hata hivyo, ndani yake kulikuwa na maumivu makubwa ambayo hakuna aliyeyaona. Siku hiyo, dharau ya kwanza ya hadharani iliacha alama isiyofutika. Na ilikuwa mwanzo tu wa mambo makubwa yaliyokuwa yanakuja. Baada ya tukio la aibu lililotokea mbele ya wafanyakazi wote, wengi walitarajia kuona Juma akibadilika, labda awe mkimya zaidi, au hata aanze kuonyesha huzuni waziwazi. Lakini haikuwa hivyo. Kama kawaida yake, alirudi kazini mapema siku iliyofuata, akiwa mtulivu na mwenye uso wa kawaida, kana kwamba hakuna kilichotokea. Siku hiyo mchana, hali ya ghafla ilitokea ndani ya ofisi. Mfanyakazi mmoja kijana aitwaye Neema alipokea simu iliyomchanganya sana. Uso wake ulibadilika ghafla, macho yakaanza kujawa na machozi, na mikono yake ikatetemeka. Ilionekana wazi kuwa alikuwa amepata habari mbaya kutoka nyumbani. Wafanyakazi wengi walimwangalia kwa mbali, lakini hakuna aliyesogea kumsaidia. Wengine walijifanya hawajaona, wakihofia kuingilia mambo yasiyowahusu. Neema alibaki amesimama peke yake, akiwa hajui afanye nini. Juma, aliyekuwa akisafisha eneo la karibu, aliona kila kitu. Bila kusita, alisogea taratibu hadi pale alipokuwa Neema. Kwa sauti ya upole, alimuuliza, "Kuna tatizo lolote? Naweza kusaidia?" Neema, akiwa na sauti ya kukatika, alieleza kuwa ndugu yake alikuwa ameugua ghafla na alihitaji kwenda hospitali haraka, lakini hakuwa na nauli ya kutosha wala mtu wa kumsaidia kwa wakati huo. Bila kufikiria mara mbili, Juma aliingiza mkono mfukoni na kutoa pesa chache alizokuwa nazo, pesa ambazo zilikuwa zimepangwa kwa ajili ya chakula chake cha siku kadhaa. Alimkabidhi Neema kwa utulivu na kusema, "Nenda ukamsaidie ndugu yako, mambo mengine yatafuata." Neema alibaki ameduaa, akishindwa kuamini kile alichokiona. Macho yake yalijaa shukrani, lakini Juma hakusubiri kusifiwa. Alirudi kazini kwake kimya kimya, kana kwamba hakufanya kitu cha ajabu. Kitendo hicho kilikuwa kidogo kwa macho ya wengi, lakini kilifunua ukweli mkubwa, kwamba Juma alikuwa na moyo wa kipekee, uliojaa huruma na utu wa kweli, ambao haukuhitaji sifa wala kutambuliwa. Siku zilivyozidi kusonga mbele, tabia ya Richard ilizidi kuwa wazi kwa kila mtu. Ukali wake haukupungua, na dharau yake kwa wafanyakazi wa chini iliendelea kuonekana waziwazi. Lakini si kila mtu aliyekuwa ameridhika na hali hiyo, hasa alipohusika Juma. Baada ya tukio la Juma kumsaidia Neema kusambaa kimya kimya ndani ya ofisi, baadhi ya wafanyakazi walianza kumtazama Juma kwa jicho tofauti. Waliona kitu ambacho awali hawakukiona: utu, uvumilivu na moyo wa ajabu. Miongoni mwao alikuwepo mfanyakazi mmoja wa muda mrefu aitwaye Salim, ambaye aliamua kuchukua hatua. Siku moja jioni, baada ya wafanyakazi wengi kuondoka, Salim alimkuta Richard ofisini kwake, akipitia baadhi ya faili. Kwa heshima, aligonga mlango na kuomba kuingia. Richard alimruhusu bila hata kuinua macho yake vizuri. "Bwana Richard," Salim alianza kwa sauti ya utulivu, "Samahani kwa kukuingilia, lakini kuna jambo nataka kukuambia." Richard alisimamisha kile alichokuwa akifanya na kumtazama kwa haraka. "Sema haraka," alijibu kwa ukali. Salim alisita kidogo, kisha akaendelea, "Ni kuhusu Juma. Najua unaona kama hana maana, lakini ukweli ni kwamba ni mtu mzuri sana. Anafanya kazi yake kwa bidii na anasaidia watu wengi hapa bila kujionyesha. Labda ungeweza kumpa heshima kidogo." Maneno hayo yalikaa hewani kwa sekunde chache. Richard alimtazama Salim kwa macho yaliyojaa mshangao, kisha akacheka kwa kejeli ndogo. "Huyo," alisema kwa dharau wazi, "huyo ni mtu wa chini tu. Usijaribu kunifundisha jinsi ya kuongoza kampuni." Salim alibaki kimya, akitambua kuwa maneno yake hayakuwa na uzito kwa Richard. Alitoka ofisini humo akiwa na hisia nzito moyoni. Lakini kile ambacho Richard hakukijua ni kwamba alikataa onyo muhimu sana, onyo ambalo lingeweza kumbadilishia hatima yake kabla mambo hayajawa makubwa zaidi. Siku hiyo ilianza kwa hali ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na mvutano usioonekana. Richard alikuwa katika hali mbaya tangu asubuhi, akionekana kukasirika kwa kila jambo dogo lililotokea. Wafanyakazi walitembea kwa tahadhari, wakiepuka kufanya makosa yoyote ambayo yangeweza kumchochea zaidi. Juma, kama kawaida yake, alikuwa akiendelea na kazi zake kwa utulivu. Alikuwa amemaliza kusafisha sehemu kubwa ya jengo, akihakikisha kila kona inang'aa. Lakini bahati haikuwa upande wake siku hiyo. Ghafla, Richard aliingia kwa hasira katika moja ya ofisi na kugundua kikombe cha kahawa kikiwa kimeanguka pembeni ya meza, kikiwa kimeacha doa dogo kwenye sakafu. Bila kuuliza kilichotokea, macho yake yalijaa hasira mara moja. "Juma," aliita kwa sauti kali iliyosikika hadi nje ya chumba. Juma alikimbia haraka kufika pale, akiwa hajui nini kilichotokea. Alipotazama chini, aliona lile doa, na kabla hata hajaanza kusema chochote, Richard alianza kumshambulia kwa maneno makali yaliyojaa dharau. "Hii ndio kazi yako? Huwezi hata kuhakikisha usafi wa sehemu ndogo kama hii?"
alifoka kwa hasira. Juma alijaribu kufungua mdomo wake kueleza kuwa huenda si yeye aliyesababisha tukio hilo, lakini hakupata nafasi. Richard alimkatiza kwa ukali zaidi. Sihitaji maelezo yako. Kuanzia leo umefukuzwa kazi. Ondoka mara moja. Ukumbi mzima ulitulia kwa mshangao. Wafanyakazi wengine walitazama kwa huzuni, lakini hakuna aliyethubutu kusema kitu. Uamuzi ulikuwa wa ghafla, mkali na usio na haki. Juma alisimama kwa sekunde chache, macho yake yakitazama chini. Hakubishana, hakulalamika. Kwa sauti ya utulivu alisema, "Sawa bwana." Aligeuka taratibu, akaacha vifaa vyake vya kazi na kuanza kutembea kuelekea mlango. Hatua zake zilikuwa nzito, lakini uso wake ulikuwa mtulivu ajabu. Hakuna aliyejua kuwa kuondoka kwake kimya kimya kulikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa, mabadiliko ambayo yangemfanya kila mtu aliyemdharau ajute kwa kina. Baada ya Juma kufukuzwa kazi, hali ya kampuni ilibaki kimya kwa muda, lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya mambo ya ajabu kuanza kujitokeza. Wafanyakazi walikuwa bado wanajadili tukio lile kwa chini chini, wengi wao wakiwa na hisia za huzuni na hatia, lakini hakuna aliyethubutu kumpinga Richard waziwazi. Siku chache baadaye, tetesi zisizoeleweka zilianza kusambaa ndani ya kampuni. Ilisemekana kuwa kulikuwa na mwekezaji mkubwa sana aliyekuwa anamiliki sehemu kubwa ya kampuni hiyo, na alikuwa hajawahi kuonekana hadharani kwa wafanyakazi wengi. Kilichowashangaza zaidi ni kwamba mwekezaji huyo alidaiwa kuwa na tabia ya kujificha na kuchunguza hali halisi ya kampuni bila kujulikana. Habari foreshadowing kile kilichokuwa kinaendelea. Wafanyakazi walianza kujiuliza maswali mengi. Je, mwekezaji huyo alikuwa tayari amewahi kuja bila wao kujua? Je, alikuwa ameona jinsi wafanyakazi wanavyotendewa, hasa wale wa chini kama Juma? Baadhi yao walikumbuka jinsi Juma alivyokuwa akifanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu, na ghafla mawazo yakaanza kuungana. Inawezekana, baadhi yao walinong'ona kwa tahadhari, wakihofia hata kusema kwa sauti. Wakati huo huo, Richard aliendelea na kazi zake kama kawaida, bila kuonyesha kujali chochote. Hakuzipa uzito tetesi hizo, akiamini kuwa hakuna kitu kingeweza kumtikisa katika nafasi yake. Aliona kila kitu kiko chini ya udhibiti wake. Lakini ndani ya kuta za kampuni ile, hali ilikuwa imeanza kubadilika polepole. Hofu isiyoeleweka ilianza kutanda, na kila mfanyakazi alianza kuwa makini zaidi na matendo yake. Hakuna aliyekuwa na uhakika, lakini ukweli mmoja ulikuwa unaanza kujitokeza kimya kimya, kuwa kuna jambo kubwa lilikuwa linakaribia kufichuka, na lingeibua siri ambayo ingebadilisha kila kitu milele. Hatimaye siku iliyokuwa ikizungumziwa kwa tetesi ilifika. Asubuhi hiyo, hali ya kampuni ilikuwa tofauti kabisa na siku nyingine. Ukumbi mkubwa ulikuwa umeandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu, viti vilipangwa vizuri, meza ziling'aa, na kila mfanyakazi alikuwa amevaa nadhifu kuliko kawaida. Kila mmoja alikuwa na mchanganyiko wa hofu na hamu ya kujua ukweli. Ilikuwa ni siku ya kumpokea rasmi bosi mkuu mpya, mtu ambaye wengi walikuwa hawajawahi kumuona. Ilisemekana kuwa ndiye mwekezaji mkubwa wa kampuni, mwenye mamlaka ya mwisho juu ya kila kitu. Richard naye alikuwepo mbele kabisa, akiwa na suti yake ya kifahari, uso wake ukiwa umejaa kujiamini. Alikuwa tayari kumpokea kiongozi huyo mpya, bila hata chembe ya wasiwasi moyoni mwake. Dakika zilipita kwa ukimya mzito. Kisha mlango mkubwa wa ukumbi ukafunguliwa taratibu. Macho yote yalielekezwa upande huo. Hatua za polepole zikasikika, zikikaribia jukwaa la mbele, na ghafla, sura ilipoonekana wazi, ukumbi mzima ulipigwa na butwaa. Ilikuwa ni Juma, yule msafishaji aliyekuwa akifagia sakafu kila siku, yule aliyedharauliwa, aliyedhalilishwa, na hatimaye kufukuzwa kazi bila huruma. Sasa alikuwa amesimama mbele yao, akiwa amevaa suti safi na nadhifu, uso wake ukiwa na utulivu ule ule, lakini safari hii ukiambatana na mamlaka kubwa. Wafanyakazi walitazamana kwa mshangao, wengine wakishika vichwa vyao kwa kutoamini. Kimya kizito kilitanda kana kwamba muda umesimama. Richard, aliyekuwa amesimama mbele, alibaki ameganda kama sanamu. Uso wake macho yake yakionyesha hofu na mshangao uliopitiliza. Hakuna aliyesema neno. Kwa mara ya kwanza, ukweli ulikuwa wazi mbele ya kila mtu, kwamba yule waliyekuwa wanamdharau alikuwa ndiye bosi mkuu aliyekuwa wanamsubiri. Na hapo ndipo mshtuko wa kweli ulipoanza. Ukumbi mzima ulikuwa bado umetulia kwa mshangao, lakini ndani ya moyo wa Richard kulikuwa na dhoruba kali iliyokuwa inaendelea. Miguu yake ilionekana kama imeganda sakafuni, na mikono yake ilianza kutetemeka taratibu. Hakuamini kile macho yake yalikuwa yanaona. Juma, yule aliyemdharau na kumfukuza kazi bila huruma, ndiye aliyekuwa bosi mkuu wa kampuni. Kila tukio lilianza kumrudia akilini kama filamu. Alikumbuka maneno yake ya dharau, sauti yake kali, na jinsi alivyomdhalilisha Juma mbele ya wafanyakazi wote. Kila kumbukumbu ilimchoma moyoni kama sindano kali. Uso wake ulianza kupoteza ile hali ya kujiamini, ukibadilika kuwa wa aibu na hofu.
Wafanyakazi wengine walimtazama kwa jicho tofauti sasa. Hakukuwa tena na heshima ile ya hofu waliokuwa nayo kwake. Badala yake, waliona mtu aliyekuwa amejiharibia mwenyewe kwa kiburi chake. Kwa ujasiri mdogo uliobaki, Richard alisogea hatua chache mbele. Sauti yake haikuwa tena ile kali na yenye mamlaka, bali ilikuwa dhaifu na ya kuomba huruma. "Bwana Juma, naomba unisamehe," alisema kwa kusita, akishusha kichwa chake. Sikujua wewe ni nani." Lakini hata aliposema hivyo, alijua ndani yake kuwa maneno hayo hayakuwa na nguvu ya kubadilisha yaliyopita. Ukweli ulikuwa wazi, hakumheshimu Juma alipokuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Ukumbi ulikuwa kimya, ukingoja majibu. Richard alisimama pale, akiwa amevunjika kabisa. Kwa mara ya kwanza, alitambua kuwa cheo na mamlaka havimfanyi mtu kuwa bora, bali tabia na namna anavyowatendea wengine. Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Majuto yake hayangeweza kufuta alichokifanya, na alijua wazi kuwa siku hiyo ndiyo iliyobadilisha maisha yake milele. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa, kila mtu akiwa ameganda, akingoja kusikia maneno kutoka kwa Juma. Hakuonekana na haraka wala hasira. Alikuwa ametulia, akiwa na uso wa utulivu unaoonyesha uzoefu na hekima kubwa zaidi ya kile alichokuwa akivaa au nafasi aliyokuwa nayo. Alitembea taratibu hadi mbele ya jukwaa, akatazama wafanyakazi wote, kisha akamtazama Richard kwa sekunde chache bila chuki, bali kwa uzito wa funzo kubwa la maisha. Kisha akaanza kuzungumza kwa sauti ya utulivu lakini yenye nguvu ya ndani. "Maisha yananifundisha kitu kimoja kikubwa leo," alisema kwa upole. "Usimdharau mtu kwa sababu ya kazi yake au nafasi yake ya leo." Ukumbi ulitulia zaidi. Kila mtu alikuwa akisikiliza kwa makini, kana kwamba kila neno lina uzito wake wa kipekee. Juma kaendelea, "Heshima ni kitu ambacho kila binadamu anastahili, bila kujali ni nani au anafanya kazi gani. Leo anaweza kuwa msafishaji, kesho anaweza kuwa kiongozi wako." Kisha akanyamaza kidogo, akivuta pumzi ndefu kabla ya kuongeza ujumbe wa mwisho. "Nakumbuka, tabia yako ya leo inaweza kuamua hatima yako ya kesho. Unachowatendea wengine leo kinaweza kukurudia kesho kwa namna usiyoitarajia." Maneno hayo yaliingia mioyoni mwa kila mmoja kama mshale wenye ukweli mkali. Richard alishusha macho yake, akiwa amejaa majuto zaidi, huku wafanyakazi wengine wakitafakari maisha yao kwa kina. Baada ya mkutano huo, mabadiliko yalianza mara moja. Juma alichukua rasmi uongozi wa kampuni, lakini tofauti na walivyotarajia wengi, hakutumia nafasi yake kwa kulipiza kisasi. Badala yake, alileta mfumo mpya wa haki, heshima na utu kwa kila mfanyakazi bila kujali cheo chake. Polepole, kampuni ilianza kubadilika, si kwa faida tu, bali kwa moyo wa binadamu. Na hadithi ya Juma ikawa fundisho kubwa kwa kila aliyesikia. Kiburi huvunja, lakini utu hujenga milele.